Ni sana kwa safari na niwapongeze kwa kweli kwa upendo huu mlionao. Hatimaye mmeweza kufika katika mkoa wetu. Lakini nianze tu kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye ametuwezesha kukutana. Lakini ndiye aliwawezesha nyinyi kuweza kufika katika mkoa wetu wa Tabora. Kwa hiyo hatuna kila namna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake ambazo zimewezesha nyinyi kuweza kufika katika mkoa wetu. Lakini pili, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa upendo wake wa kipekee, kwa upendo wake ambao kwenye maandiko matakatifu naitwa ni upendo wa agape, ni upendo uliopitiliza. Kwa wale wa Kristo wenzangu, mkisoma kwenye Biblia, Bwana Yesu alikuwa na upendo wa agape na alitupenda upeo. Kumpenda mtu upeo ni upendo uliopitiliza. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa kuendelea kuwapenda wananchi kwa moyo wa dhati. Naomba tumpongeze Mheshimiwa Rais wetu kwa kwa kipindi hiki ambacho amekuwa madarakani kuanzia mwaka 2021-22 mpaka sasa. Kwenye mkoa wetu wa Tabora ametuletea bilioni 30.2. Ni fedha nyingi sana ambazo zimejenga hospitali za wilaya hapa Tabora Manispaa, hospitali ya wilaya ya Uyui, hospitali ya wilaya ya Nzega vijijini, hospitali ya wilaya ya Sikonge pamoja na Kaliua. Ni kazi kubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais wetu amefanya katika mkoa wetu. Ametujengea vituo vya afya 19 katika wilaya zote, lakini zahanati 43. Ni uwekezaji mkubwa sana. Ametuletea vifaa tiba vya kisasa kabisa, ultrasound, x-ray, CT scan, ambulance, madawa ya kutosha katika mkoa wetu wa Tabora. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais amefanya, na mimi nimethibitisha hayo. Ninapoeleza hivi ni vitu ambavyo vimekuja kwenye mkoa wetu. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Lakini ametuletea watumishi wa afya 436 ili kuweza kusogeza huduma kwa wananchi wetu, wananchi waweze kupata huduma bora. Kwa hiyo hatuna kila sababu tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu. Na wiki iliyopita kama tulivyoambiwa, kulikuwa na madaktari bingwa ambao walienda kwenye wilaya zote. Wananchi wetu wamepata huduma nzuri sana. Na baada ya hao kuondoka, mmekuja nyinyi madaktari bingwa ambao sasa mmekuja kwa lengo hilo la kuendelea kutoa huduma kwa wananchi wetu. Hongereni sana kwa kufika Tabora na wakaribisha sana. Karibuni sana. Na nimejulishwa kwamba madaktari bingwa mliokuja katika mkoa wetu wa Tabora, kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ngozi, mfumo wa mkojo, magonjwa ya akili, magonjwa ya wanawake, magonjwa ya watoto, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio. Lakini kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani ambayo ni pamoja na shinikizo la damu la juu na la chini, kuna kisukari, kuna magonjwa ya figo na kansa, hadi magonjwa ya ndani. Lakini pia kuna super specialist nimeambiwa, sijui kwa wapi, wa magonjwa ya moyo. Tumemwacha kule. Tumeambiwa pia naye yupo, nao wapo. Lakini pia kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya usingizi, dawa za usingizi. Na kadhalika. Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana. Ni msaada mkubwa sana tumepata. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa ujio wenu. Lakini pia nimejulisha kwamba mpo jumla madaktari bingwa tuliopokea ni 43 pamoja na wauguzi 7 ambao jumla wanakuwa 50, na kwenye mkoa wetu wako 5 ambao wametoka kwenye halmashauri zetu. Kumbe na sisi Tabora tuna madaktari bingwa. Sawa. Lakini sisi Tabora tuna upendeleo wa kipekee
Kwa sababu tumeambiwa zoezi hili limeanza leo na katika kanda nyingine 3. Katika kanda nyingine nadhani ziko 3. Kuna kanda ya Ziwa ambapo zoezi hili linaendelea katika mkoa wa Kagera, kuna kanda ya Magharibi ambayo ni Tabora, lakini kanda ya Kati ambayo ni kule Singida ambayo inajumuisha mkoa wa Dodoma nadhani na mikoa mingine ambayo ipo kwenye kanda ya Kati. Na ni jambo ambalo kwa kweli kama nilivyosema ni jitihada kubwa sana za serikali kuhakikisha kwamba huduma hizi za kibingwa zinasogezwa karibu na wananchi. Sasa kama alivyosema mganga mfawidhi, lengo la ujio huu wa madaktari bingwa kuna malengo makuu mawili. Kwanza, kutoa mafunzo kwa madaktari wetu pamoja na wataalamu wengine wa afya ili kuwajengea uwezo waweze kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi mkiondoka. Kwa hiyo ni jambo nzuri sana hili ambalo kwa kweli hatuna sababu ya kuongea sana, ni msaada mkubwa sana kwa madaktari wetu. Lakini lengo la pili ni kusogeza huduma hii kwa wananchi. Wananchi sasa hawana haja ya kusafiri kwenda hospitali za mbali kama Bugando, Benjamin Mkapa, Muhimbili na nyinginezo kwenda kufuata hizi huduma. Maana yake tunaokoa gharama, hawatasafiri umbali mrefu kwenda kufuata hizi huduma, badala yake wanazipata hapa mkoani. Kwa hiyo haya ni matokeo makubwa sana, manufaa makubwa sana kwa wananchi wetu, kusogeza huduma hizi karibu kabisa na wananchi. Kwa hiyo tuendelee sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kwa jitihada zake za kuhakikisha kwamba huduma hizi zinasogezwa karibu na wananchi. Wananchi wana faraja kubwa, wanashangilia sana kwa jitihada hizi za Mheshimiwa Rais. Na ni vizuri wananchi wakafahamu kwamba hawa madaktari wanatoka wapi. Nadhani ni jambo la msingi sana. Hawa madaktari bingwa wanatoka mkoa wa Kigoma na sisi Tabora kama tulivyosema, lakini wanatoka Sumbawanga, Katavi, KSMC, Muhimbili, Bugando na Benjamin Mkapa. Nadhani ndio hiyo maeneo ambayo madaktari wetu wanatoka. Na wananchi wafahamu tu kwamba kuna madaktari bingwa hapo katika kundi hili. Kuna madaktari bingwa kama tunavyofahamu, madaktari bingwa ni wabobezi kwenye maeneo yao. Lakini kuna madaktari bingwa wa kupitiliza. Sisi tuwaite ni madaktari bingwa wa kupitiliza. Wabobezi ambao ni super specialist. Tunao hapa pia. Kwa hiyo sasa wananchi wenyewe, sisi wenyewe tushindwe kuwatumia, tutakuwa tumejilaumu sana. Endapo wataondoka hapa, alafu ukapata taarifa, wanasemaga umepata taarifa ya mjini, kuna madaktari bingwa alikuwepo hapa, utahuzunika sana. Utahuzunika sana kwa sababu ameshaondoka. Sasa unawapataje? Kuwapata lazima usafiri wafuate waliko. Kwa hiyo ni jambo la faraja kubwa sana. Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa sana katika sekta ya afya. Katika sekta nyingine za huduma za kijamii, Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa, amegusa sekta ya elimu kwa kiwango kikubwa na sekta nyinginezo za huduma za kijamii. Kwa hiyo sisi wananchi hawana budi sasa kufurahia huduma hizi ambazo Mheshimiwa Rais wetu anatuletea. Mwisho kabisa tutoe wito kwa wakuu wa wilaya wote, kwa wakurugenzi pamoja na makatibu tawala wa wilaya kufanya kazi usiku na mchana kwa jambo moja kubwa sana, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa. Nadhani hilo ndilo kubwa sana tunatakiwa sisi kama serikali tufanye. Muundo wa serikali unaruhusu, kama mnavyofahamu madaktari wangu bingwa, serikali imeweka muundo mzuri sana wa kuhakikisha kwamba taarifa zinafika kwa wananchi. Maana yake wakuu wa wilaya wakitoa taarifa kwa viongozi wa ngazi za chini, kwa maana ya ngazi ya kijiji, ngazi ya vitongoji, ngazi ya vijiji, ngazi ya kata, ngazi ya tarafa, maana yake wananchi watafahamu. Na mimi nimemwelekeza mganga mkuu, tutaandika barua maalum kabisa kwenda kwa viongozi ili waweze kutusaidia kutoa hamasa, waweze kutusaidia kuwajulisha wananchi. Nadhani hilo ni kubwa ambalo katika kikao hiki tukubaliane, sio jamani? Ili wananchi waweze kupata hiyo taarifa.
na tuombe moyo kila siku tupate takwimu za wagonjwa wanaohudumiwa kutoka katika kila hizi wilaya, ili tuweze kumjulisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini pia tuweze kuijulisha Wizara ya Afya kwamba uwajibikaji kwenye hizi wilaya ukoje. Unajua taarifa ni kitu muhimu sana. Yaani tunapoongea sasa hivi kuna watu wengi hawana taarifa. Na hata katika kambi iliyopita ile ya madaktari bingwa ambao wameenda kwenye wilaya, Mheshimiwa Waziri wa Afya alitoa hayo maelekezo kuhakikisha kwamba hizi taarifa zinafika mpaka ngazi ya chini kwa wananchi. Kwa hiyo nadhani hili ni jambo la msingi sana tulifanye. Lakini pia nikupongeza sana Moi. Kama mnavyokumbuka wakati alikuja Mheshimiwa Waziri, mganga wetu mfawidhi wa Kitete alipongezwa sana. Kabla ya ujio wake kulikuwa na kero nyingi sana katika hospitali yetu ya Kitete, kama mnakumbuka. Na mimi kila siku, hakuna siku ilikuwa inapita bila kupigiwa simu. Kuna vikero vingine, kuna vikero vya rushwa, kuna vikero vya ajabu, customer care sio nzuri na mambo kama yale. Lakini tangia huyu Moi amekuja, huduma kwenye hospitali imeimarika sana. Naomba tumpongeze jamani. Nikupe maua yako kama alivyokupongeza pia Mheshimiwa Waziri. Lakini pili, tukupongeze kwa uratibu wako kwa kushirikiana na RMO, ambayo pia jamani, mganga mkuu wa mkoa anafanya kazi nzuri, na yeye nimpe maua yake. Hawa wawili hawa walipongezwa. Sasa mimi niko katikati, najisikiaje? Walipongezwa sana. Na kwa kweli tunapotoa huduma hizi kwa wananchi wetu, tuzitoe kwa upendo wa hali ya juu, tutumie lugha nzuri. Na mnafahamu sisi wananchi anapokuja kwako daktari, alafu ukatumia lugha nzuri, hata ile tabasamu yako inamponya kwa asilimia fulani. Kama